Ndiyo, kwa majina naitwa Musa Yahaya Hassani, ndiyo katibu wa vijana wilaya ya Nkasi. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha kwenye kikao hichi. Nadhani kwamba mwenyekiti wetu napenda tena kumshukuru mwenyekiti wa mkoa wa vijana kwa kutoa taarifa nzuri ya vijana wake wote tukutane kwenye kikao, na tumefanya kikao kupitia maelekezo ya mwenyekiti, na mwenyekiti ametoa maelekezo, na maelekezo haya kama sisi watendaji wake ambaye ni makatibu tutayafanyia kazi kwa msisitizo zaidi, na ninadhani kwamba sisi tupo tayari kupambana, na sisi tupo tayari kama vijana wa Chadema kupambana na kile ambacho alichokieleza mwenyekiti wetu na alichotupa mwenyekiti wetu. Kwa hiyo sasa nadhani ninapenda kumuunga mkono mwenyekiti wetu kwa taarifa aliyoitoa. Tunapenda kuwaambia vyombo vya dola, kiukweli sisi ni wananchi kama wananchi wengine, na sisi ni vijana kama vijana wengine. Kihususa kwanza sisi tumeumia sana na hili jambo ambalo lilofanyika hapa juzi tu, wakati tunakwenda kuadhimisha miaka 33 ya Chadema. Watu walizuiliwa, watu wakafanywa fujo, lakini cha ajabu tunashangaa CCM imekwenda kuadhimisha miaka yake ya kuzaliwa. Hatukuona polisi kama waliwasimamisha, hatukuona polisi kama waliwazuia, hatukuona. Tumekuja kuona tu kwamba wao wamepanda miti kwa uhuru, wamefanya nini. Sasa hii nchi ni ya kwetu sisi wote, na kama wanaona Chadema sio chama cha nchi hii, bora mara 10 watueleze. Kwa hiyo sisi tunachopenda kusema na tunatoa rai, tuko tayari kufanya kazi za nchi hii kwa sababu sisi ni wananchi. Pale tunapohitajika kwenda kufanya kazi zetu za umma tunafanya. Leo tangazo limetoka la kuhusu habari ya usafi. Sasa kwa nini lisitoke tu kwamba CCM ndio aende wakafanya usafi? Limetoka kwa wananchi wote wa mkoa wa Rukwa, na watu wamekwenda kutekeleza majukumu ya usafi. Kwa hiyo hili tunalolisema, mimi bado nitaungana mkono na mwenyekiti kwamba vyombo vya dola msituchokoze, tuacheni tupange mipango yetu, na mipango yetu ni ya amani, na tunahamasisha amani sisi kama vijana wa mkoa wa Rukwa. Nashukuru sana, kikao chetu kimekwenda vizuri na tumemaliza vizuri na tuko salama. Nashukuru sana.